jeshi la polisi mkoa wa Tabora Richard Abwao amethibitisha kwamba Ali Shabani Kamwe ambaye ni meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga ameachiwa kwa dhamana, lakini atatakiwa kuripoti tena kwa ajili ya maendelezo ya kesi yake katika siku ya tarehe 21 mwezi huu ili kuona ni nini hasa ambacho kinaendelea. Richard Abwao amesema hayo jioni hii wakati akizungumza na Sports Venue kuhusiana na sakata zima la Ali Shaban Kamwe. Ametoka kwa maana kwa makubaliano yapi sasa? Lazima ukutafute utuambie kuhusu hilo pengine. Ametoka kwa dhamana. Dhamana hii tufafanulie pengine wale ambao wanatusikiliza waweze kupata uelewa zaidi katika hili. Amedhaminiwa kwa utaratibu wa kawaida kutokana na hatua za kiupelelezi. Kwa hiyo kwenye hatua ambazo tunaendelea nazo anaweza akawa nje kwa dhamana kwa sababu kwa kosa alilofanya linaweza kudhaminika. Kwa hiyo ataripoti kwenye kituo cha polisi kwenye tarehe ambayo amepangiwa na idara ya upelelezi kwa taratibu nyingine. Lakini mwenyewe namna ambavyo mlikuwa mnamhoji alikuwa anasema kitu gani katika hili? Naomba nisitoe taarifa za kiupelelezi kwa sasa, lakini hatua za kiupelelezi kimsingi zinaendelea. Aha. Kwa hiyo bado kesi ipo na maana yake ya kwamba ni swala ambalo litakuwa endelevu mpaka pale ambapo tukisema kwamba ametoka kwa dhamana, maana yake kesi bado ipo, haijaisha. Ingekuwa ameachiwa huru, tungesema kwamba ameachiwa huru, ina maana kwamba hiyo kesi haipo tena. Lakini nimezungumza habari kwamba yuko nje kwa dhamana. Ndio. Na kuna wale ambao wanajiuliza zaidi kosa lake hasa liko wapi? Wanaona kama ilikuwa masuala ya utani hivi. Ndio tumefungua kesi ndugu yangu, kuna kosa ambalo lipo na limejitokeza kwenye dauli za wazi kwenye clip zile umesikiliza. Sasa ukizungumzia utani wangetaniana yasingesikika mahali pengine. Ndio. Na kesi hii sasa itaendelea wapi? Itakuwa huko Tabora ama kutakuwa na sehemu nyingine ambako mnaweza mkazungumza katika hili? Kesi imefunguliwa hapa, kwa hiyo taratibu nyingine bado zinaendelea hapa Tabora. Basi sawa. Pengine katika hili unaweza kushauri kitu gani kwa watu mbalimbali wa kimichezo katika masuala kama haya? Mipaka ya mambo ya michezo inabidi iwe kwenye mambo ya kimichezo, na wakati mwingine mtu anaweza akafanya kosa la jinai alafu akataka kuegemea kwenye mgongo wa michezo. Hili linakuwa sio sawa. Unapotenda kosa la jinai litashughulikiwa kwa utaratibu wa kawaida wa makosa ya jinai. Ni kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora Richard Abwao akizungumza kile ambacho kinaendelea kuhusiana na kesi ya Ali Shabani Kamwe ambaye ni meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, na amezungumza kitu gani katika hili. Baada ya hapo nanyi mje kutia maneno pia tujue kile ambacho kipo. Niki, habari ya jioni. Safi kabisa. Bwana, unasikika live wakati huu Tanzania mzima, unasikilizwa kupitia Bongo FM. Okay. Ya kubwa kabisa ngasema nikutafute utuambie kuhusiana na hili sakata zima la Ali Shabani Kamwe. Kisheria ni kweli kuna kosa katika hili? Kimsingi kuna element za makosa, lakini makosa ili liwe kosa lazima liwe proved kwanza. Lakini kabla ya kuthibitishwa kuna viashiria vya makosa so far. Kwa hiyo kuna viashiria vya makosa lakini bado halijafikia kuwa kosa mpaka pale ambapo litathibitishwa. Sahihi. Kwa hiyo kuna viashiria vya makosa, kosa la jinai, lakini pia kuna issue ya madai kwa namna hiyo. Kwa hiyo inapotokea ikathibitishwa kuwa ndivyo, basi tutasema ni makosa. Lakini so far kama ninavyosema, kulingana na sheria mbalimbali hasa sheria ya makosa jinai nchini, ndio kuna viashiria vya makosa kinyume na kuikashifu ama kusema vibaya against ya serikali ama vyombo vya dola. Ndio. Na kwa namna ambavyo viashiria hivi unaona pengine adhabu yake kama inakuwa inathibitishwa katika hili, adhabu yake inaweza kuwa nini? Adhabu yake ni kifungo kisichopungua miezi 6 mpaka miaka 2 na adhabu ama vile kwa pamoja. Kwa hiyo inaweza pengine vikikosekana vitu hivyo vyote viwili nini kinaweza kutokea, ama lazima iwepo hivyo? Yaani inapotokea kwenye jinai kwa mfano imethibitishwa kwamba hivyo viashiria vinavyoonekana ni kweli kwamba amekosea, ndio ndiye kachukua mkondo wake, maana yake ni kwamba lazima ataadhibiwa aidha kwa kifungo cha kisichopungua miezi 6 mpaka miaka 2 ama adhabu ya fine au vile kwa pamoja kulingana na mahakama itakavyotafsiri sasa.
Aha. Lakini wana michezo wanaona ni kama masuala ya kawaida hivi katika michezo, kwa maana ya kwamba kutaniana kwa hapa na pale. Huko kwenye sheria kwani hakuna utani? Maana watu waliona kama swala la utani hivi. Issue ya utani inaitwa provocation kwenye sheria. Ndio. Na provocation inategemea na uhusiano wa mtu mmoja na uhusiano wa mtu mwingine. Hapo provoke mamlaka, sidhani kama kuna uhusiano wa mwananchi na mamlaka husika. Kwa hiyo itakapothibitishwa kuna mahusiano hayo ya kuleta provocation ya mazoea, sawa, lakini kutakapokuwa na otherwise, maana yake mamlaka itatafsiri vyema. Sawa. Na Nixon. Naam. Nation. Naam. Kwa jinsi ambavyo Ali aliongea, alikuwa amemdhihaki mkuu wa mkoa wa Tabora kusema kwamba amevaa shati la ubatizo. Unadhani Ali anaweza akajitetea na akachomoka kwenye hili? Hiyo kujitetea inategemea na ushahidi wake mwenyewe atakao kuwa nao, lakini kama nilivyosema hapo awali, sheria vinaonyesha kuna hali ya kukosea na kuna hali ya ujinai. Lakini vyombo vya mamlaka kwa maana ya mahakama itakapopata ushahidi na kuangalia facts zote, itaweza kusema sasa kama kosa limetendeka ama la. Kwa hiyo kupona anaweza. Inawezekana akaadhibiwa ama akajitetea. Unajua mtu atasemekana amekosea mpaka pale itakapokuwa imethibitishwa. Okay. Ndio. Sawa. Wewe ni mwanasheria na pengine unafahamu hivi. Haya ni matukio ambayo yanakuwa kama ya kujitokeza mara kwa mara katika masuala ya michezo. Unaweza ukatoa ushauri gani kwa watu mbalimbali wa kimichezo nchini? Nadhani kama professionals wanatakiwa waangalie wao ni vioo vya jamii. Wawe cautious na maneno wanayotumia kuzungumza, hata wanapozungumza dhidi ya vyombo vya dola, viongozi wa serikali. Yaani kuona utofauti kati ya utani na kauli ambazo zinawafikia mamlaka. Kwa sababu hakuna utani dhidi ya mamlaka, na ukiangalia sheria zinalinda dola. Sasa hiyo kutumia maneno ya dhihaka dhidi ya viongozi imezuiliwa kisheria. Aha. Basi sawa Nixon, sisi tukushukuru sana kwa kuungana na sisi ndani ya Sports Venue, lakini pia tukutakie jioni njema. Asante sana. Bana sawa, namna hiyo. Miezi 6 au miaka miwili na fine. Au fine au vyote kwa pamoja. Sawa. Sasa hapo unajua itaishaje? Hapo itaisha kwa fine. Hii ngoma itamaliza kwa fine. Kama atakutwa na makosa, hapo itakuwa fine tu ili aendelee na kazi. Mara nyingi kesi za wanamichezo. Ndio. Sichelewa. Mara nyingi kesi za wanamichezo huwa zinakuwa fine. Kama unakumbuka Lionel Messi alishaikutwa na kosa la kukwepa kodi pale nchini Hispania, lakini hata Cristiano Ronaldo nadhani ilikuwa ni England ile. Ndio. Kwa hiyo makosa mengi ambayo yanawahusisha wanamichezo huwa wanalipa fine. Kwa sababu ukimfungia miaka 2 manake unakuwa umemtoa kwenye game kabisa. Kwa hiyo kama Ali atakutwa na makosa, basi kuna uwezekano mkubwa akalipa tu fine. Kwa sababu miezi 6 si ndio hivyo unamtoa kwenye reli. Miezi 6 ni mingi sana. Miaka 2 ndio usiseme. Sawa. Bana, tutakuja kutia maneno mawili matatu hapa. Emmanuel Mwayombo, suala la Ali Kamwe ni jambo ambalo pengine ni ngumu sana kulizungumza kwa kipindi hichi, kwa sababu ni vitu ambavyo bado vinaendelea na kutafuta ushahidi zaidi katika hili, lakini wewe unaweza ukatia neno gani kwa hichi ambacho kinaendelea? Mimi nawakumbusha hawa vijana ambao wamepewa nafasi kwenye haya yani kwenye mataasisi makubwa haya, wachunge sana kauli zao. So kila mtu wa kumtania. Leo hii uwezi kumwambia mtu amevaa shati kama la ubatizo kwa mkoa. Yaani hivi unawafundisha nini wale watu ambao ulikuwa unazungumza nao pale? Na yeye ni kioo cha jamii, kwa sababu Yanga ni klabu kubwa. Neno analozungumza yeye lina trend nchi nzima, watu watamzungumzia. Wanamchukuliaje yule mkuu wa mkoa? Wale wananchi wa Tabora ambao mkuu wa mkoa anawaongoza, wanamchukuliaje yeye? Mimi siamini kwenye football hata kama ni utani unafika kwenye hatua kama hii. Yote kwa yote, mimi najua kuna watu wanaweza kawa
labda wanaona kama ameonewa hivi, lakini ukimsikia mwanasheria hapo alivyofunguka, unaona Ally Kamwe kwenye hili ana makosa. Tena kuna jinai unaambiwa. Kosa la jinai. Yaani Ally Kamwe kwenye hili ana makosa. Kitu ambacho mimi namsi Ally Kamwe apunguze yale maneno. Unajua Ally Kamwe amekuwa na maneno mengi sana, hata huko kwenye football anawaita watu sijui magandazi sijui nini, ila ivutii. Alafu mwisho wa siku mashabiki nao ambao yani nifuata upepo mtu, kwa sababu yupo juu pale anawasemea wao, amezungumza kitu ambacho hakivutii, unasikia wanamtetea. So maisha, so football hatuwezi kufika kwa staili hiyo. Yani issue ambayo inatoka kufuatwa, Ally Kamwe afuate misingi sahihi ya kazi yake ambayo inamtuma. Kuna maisha mengine waachie wazungumze hata mashabiki huko mtaani, so yeye. Yani yule ni kama baba yake, unamhitaji amevaa shirt kama andazi sio nini. Yani mwisho wa siku sasa yani unaanza kusema wewe tunamsemea, yani unaanza kumtaja hadi namba 1. Yani rais unamuhusisha kwenye issue kama ile pale. Wewe utani gani huo eti? Kwa ina maana rais amekosea kumteua yule, kumweka kwenye ule mkoa? Huo ni utani gani huo? Yani kuna maisha ambayo hatutaki kuishi. Ally Kamwe kwenye hili amekosea. Yani hakuna sucha kumtetea wala nini. Yeye ni kijana, lakini anatakiwa atambue kwanza thamani ya klabu ambayo anaizungumzia, ile taasisi, na yeye mwenyewe aishi kwa kuheshimu misingi ya ile taasisi. Yanga ni taasisi kubwa sana. Sasa huwezi kuanza kuiwekea mgongano na viongozi wa nchi kama mimi namtafuta mwakilishi. Ndio. Haipendezi kabisa. Ni kitu ambacho kwangu mimi sikuvutiwa nacho. Kwa maana tumemsikia hata kamanda wa polisi hapo anasema lazima ataenda tena kule kujibu, bado analifuatia, lakini so issue ya kuvutia. Ali, sawa, mwakilishi huyu hapa yuko tayari tuzungumze naye. Ndugu yangu, naomba upunguze sauti ya redio yako. Amekata kabisa simu. Mambo yamekuwa mengi hapa. Amekata kabisa simu yenyewe. Sawa, namtafuta tena hapa. Tusikilize. Bana, sawa, nimechezesha draw mara hii, na draw inayofuata itakuwa majira ya saa 12 dakika 55. Mara hii Mshua ameamua kucheka zaidi na ameweka shilingi 100,000 ambayo inakwenda kutoka kwa watu 35. Halo? Bado unaongea na Isa Suleiman kutoka Sports Venue ya Bongo FM. Nazungumza na nani na upo wapi? Halo? Unaongea na Isa Suleiman kutoka Sports Venue ya Bongo FM. Nazungumza na nani na upo wapi? Jamani, basi tusikilizane. Wewe ndio umeshinda tajiri. Unajua haya. Umeshinda nini yani? Nasikika huku. Halo? Halo? Habari ya kwako. Mambo vipi? Safi, kwema. Kwema kabisa. Unaongea na Isa Suleiman kutoka Sports Venue ya Bongo FM. Nazungumza na nani na upo wapi? Unaongea na Mlisho kutoka Tabora. Kutokea Tabora ni kubwa sana. Na jana huko ndo Yanga walikuwepo. Tabora sehemu gani? Kanyenye. Aha. Umeshiriki Cheza Pesa mara ngapi leo? Mara 1. Okay, mara 1 tu ndio umeanza leo ama ulikuwa unacheza siku za nyuma? Hapana, nimecheza kama mara 3 hivi tangu nimeanza. Aha, umeona ujumbe kwenye simu yako? Bado sijaona. Unaweza ukauangalia hapo? Mpaka ikate simu. Basi mimi nikupe taarifa njema ya kwamba katika wale washindi 35 wa shilingi 50,000 wewe ni miongoni mwao, na hapa tunapozungumza shilingi 50,000 ipo katika simu yako. Niambie una furaha kiasi gani? Na furaha sana. Maana yake nimecheza mara nyingi sijashinda. Aha. Unaambia nini wale ambao bado hawajacheza? Wacheze tu, maana yake mwenyewe nilikuwa siamini kama ni mchezo wa kweli, lakini hivyo ninajikaza. Sawa, kuna gari aina ya Toyota Crown mpya inakwenda kutoka siku ya kesho. Inawezekana ikaja kwako kama itakuwa miongoni mwa wale ambao wameendelea kucheza mara nyingi. Si utacheza zaidi? Nitaendelea kucheza, kama sasa hivi nimeamini nitaendelea kucheza sana. Basi nikupongeze sana na nikutakie jioni njema, endelea kucheza zaidi. Asanteni sana. Sawa, mwakilishi huyo kutoka kule Tabora katika draw yetu ya kwanza. Draw inayofuata majira ya saa 12 dakika 55
Mara hii inakwenda kutoka shilingi 100,000 kwa watu 35. Inawezekana hapo ulipo unatumia Vodacom, Yasi, Airtel ama Halotel, basi kazi ni ya kwako wewe ambao unatusikiliza kuweza kucheza mara nyingi zaidi ili kuwa miongoni mwa wale washindi. Namna ya kucheza ni rahisi sana. Nenda tu katika menyu yako ya ndio. Ni wakazi wa Tabora. Ambavyo Ali alikuwa anaongea yale maneno. Ambavyo mkuu wao wa mkoa anadhiakiwa. Mashabiki wa Yanga ambao ni wakazi wa Tabora. Ndio. Mkuu wao wa mkoa anasemewa maneno yale. Ndio. Wao walikuwa wanashangilia unajua. Lakini mimi nadhani ni kwa sababu hizi timu ujue zina sijui niseme nguvu kubwa, zina nguvu kubwa sana. Yani zina nguvu kubwa sana. Yani hizi timu maisha hataki kuwa hivyo. Hizi timu hazina sehemu ambapo zinaweza kujiona zipo away. Unaelewa? Hicho ndio kitu ambacho kinaharibu ile taswira ambayo nyinyi mnatamani kuiona. Unakumbuka kwenye scenario ya subiri kwanza. Anira, Nasho unasema hichi kitu hakitakiwi kuwa hivi. Yani haitaki kuwa hivyo. Yani kivipi? Kuna muda itabidi tutumie akili kuliko hisia. Kwa hiyo unataka kusema labda wananchi wa Tabora pale wangeanza support, wangekaa kimya tu. Wangekaa kimya. Yani wasinge support. Kiukweli wakazi wa Tabora, mkuu wenu wa mkoa anatamkiwa maneno yale. Ndio. Na ninyi ndio mnamsupport. Unajua mtu anavyoongea mnavomshangilia. Lakini Nasho, kumbuka kuna watu wengine wanaishi kwenye mkoa hawamjui hata mkuu wao wa mkoa ni nani Lakini Yanga wanaifahamu vizuri. Wachache sana. Nani mtu yuko kwenye mkoa hajui mkuu wake wa mkoa? Isa nitamkumbusha Nasho. Yani hivi virabu. Ndio. Sijui tu uko mbeleni itakuwaje, lakini unakumbuka maneno ya msemaji wa Simba kwa Mheshimiwa Mtanda? Nyuma yake kuna mashabiki wa Simba ambao nao pia walikuwa na support. Mwanza hiyo. Kwa hiyo hivi virabu nguvu vilivyo nazo. Lakini haikuwa dhihaka unajua. Akuziaki yule. Yani umesikia? Ahmed Ali alikuwa anamshutumu mkuu wa mkoa kwamba yeye ni Yanga. Ndio. Anaipambania Pamba ili iweze kumfunga Simba. Hakutoa maneno yale kwamba amemwataki mtu direct. Na ndio maana unanipa kitu kipi? Na ndio maana Said Mtanda nisikilize Nira. Ndio maana Said Mtanda kesho yake aliita waandishi wa habari akafanya presi ya kumjibu nani? Ahmed Ali. Tena ile presi ilikuwa karibu ya dakika 10. Kila ambacho Ahmed Ali alikuwa anakiongea, Said Mtanda alikuwa anakijibu. Ahmed Ali amesema hivi na hivi. Mtanda anakuja. Mimi niko hivi na hivi na hivi. Iko hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ile Ahmed Ali alivyomwataki Mtanda kuhusiana na ishu ya ushabiki, na Mtanda wote tunajua ni shabiki wa Yanga, ndio hivyo. Lakini sio sawa na ambavyo Alikamwe amefanya kwa nani? Kwa mkuu wa mkoa Chacha wa Tabora. Kwa hiyo mashabiki wa Simba kumsapoti Ahmed Ali na mashabiki wa Yanga kumsapoti Alikamwe. Mimi kwa hili katika mashabiki wa Yanga ambao wako Tabora mkoani kwao, kiongozi wao na wao tena wanashangilia. Maana yake hizi timu zimetuzidi nguvu wa Tanzania. Nasho unachokisema ni kwamba hata scenario ya suala la Ahmed Ali na Alikamwe ni ziko mbili tofauti. Maana yake kuna watu ambao wanachanganya, wanasema hata Ahmed Ali amewahi kufanya kama hivi. Kwamba alifika kabisa kumwambia hadi mavazi alovaa. Maana yake ndio nimepata picha kutoka kwako kwamba ni vitu viwili tofauti. Hata kwenye issue ya busara kiukweli kati ya watu wawili. Ndio. At least Ahmed. Yani hata anavyoongea. Ahmed anakuwa na busara zaidi. Japo naye unajua wasemaji wa hizi timu wote ndo wale. Hamna lakini kati yao at least Ahmed Ali akiongea yani kuna maturity fulani unaiona. Ndio. Kwa mimi watu wa Tabora ambao walikuwa wanashangilia, wao ndo walikuwa wanampa nguvu, unajua anaendelea kutema kutema cheche. Hata nani? Christina Mwagala. Unajua Christina Mwagala naye ameambiwa ni old version. Sawa? Christina Mwagala kaambiwa yeye ni old version. Ndio. Sawa? Yeye ni Kiswahili maana yeye ni zilipendwa. Umeona? Sasa mpira hataki kufika huko. Yaani uweze ukamwataki mtu personally. How comes unamfuata mtu personally? Wewe ni nani? Kwa sababu issue ya uumbaji, yani mlishopeleka mpira kwenye majigambo tofauti na uwanjani. Yani kupeleka mpira kwenye majigambo. Kwa hiyo unaona ni sawa kilichofanyika. Yani kwa sababu tulishaamua mpira wetu uwepo huko. Wewe unaona ni sawa? Kwa sababu mngetaka isiwe sawa.
Yani sawa ni nini? Sawa hicho alichokifanya Alikamwe old version. Lakini hicho alichokifanya Alikamwe kwa mkuu wa mkoa kwako wewe. Yani ipo hivi, tunachoshindwa kuelewa ni kitu kimoja. Ndio. Reaction ya watu wawili tofauti. Ndio. Mkuu wa mkoa wa Tabora na mkuu wa mkoa wa Mwanza. Unajua kuna mtu leo hii mfano mwepesi, sisi tunaishi na Mpekeo hapa. Tunaifahamu reaction ya Mpekeo. Si tunaifahamu? Leo hii unaweza kumtania Moyombo, lakini Moyombo ile reaction yake ipo vipi? Atachukulia yes, kimeongeleka kwa sababu kimeongeleka kwenye tasnia ya michezo, mimi hichi nakichukulia kama kilivyo, anaweza akakujibu vile vile ambavyo kilivyo. Lakini kuna scenario ilishai kutokea hapa na nyinyi mnaikumbuka. Ndio. Ilizua mjadala gani hapa? Ulikuwa mkubwa, kwa hiyo mapokezi ya hivi vitu ndio inazuaga mijadala mikubwa. Mtanda yeye aliona it's okay, mimi sifungui kesi yoyote. Naita press najibu. Ile si kwenye kwani shutuma hizo shutuma baby kwenye public relation and marketing. Sawa? Kwenye public relation and marketing. Na ndugu yangu tena wewe ni mtaalamu wa mambo haya. Taasisi sawa? Ikichafuliwa. Ndio. Labda sisi tunauza maziwa tuseme. Sawa, Bongo FM maziwa. Ikatokea kuna mtu amekuja anasema maziwa ya Bongo FM labda wanachanganya na maji, sio maziwa halisi. Sawa? Lakini sisi tunajua kwamba yale maziwa yetu ni maziwa nini? Halisi. Sawa? Inatakiwa afisa mahusiano wetu wa taasisi yetu ndio atoke nje, aite press, aongee kwamba sisi maziwa yetu tuna ushahidi na tuna uhakika nayo kwamba hayo maziwa hayajachanganywa na maji. Ndiyo. Sawa? Lazima atetee brand yake na anyooshe ukweli. Walimuataki kwamba yeye kwa kuwa ni shabiki wa Yanga, ndiyo, anaitumia Pamba ili kuweza kuididimiza Simba. Mtanda yeye alikuja kwa sababu haikuwa kwamba wamemuataki, wamemdhihaki. Kwamba wamesema Mtanda hawajaangalia muonekano wake, hawajaangalia amevaaje, hawajaangalia tabia zake. Wameataki yeye kama Mtanda na ushabiki wake wa nini? Wa Yanga. Na yeye anakuja na presi kwamba mimi ni kweli ni shabiki wa Yanga, lakini kwa vile vilivyofanyika vimefanyika kwa sababu ya hii na hii na hii, na haihusiani na mimi kuwa Yanga. Sawa? Lakini walivyomuataki Chacha, mkuu wa mkoa wa Tabora, ilikuwa ni yeye personally, yani maisha yake binafsi, masuala ya timu, sio masuala ya mpira. Yani sababu umesikia Isa, kuna baadhi ya vitu sitaki tunataka kuvikuza sana kwa sababu tu vimeshatokea. Ndio. Tunarudi pale pale. Uhalisia wa nchi yetu tunaofahamu. Upande nyekundu, upande kijani. Huo ni uhalisia kwenye vilabu vyote hivi vilivyo Tanzania. Sio Azam, sio Singida Black Stars, sio nani. Wote tunaofahamu uhalisia wao. Tunafahamu Simba akitoka hapa anaenda kucheza labda na Pamba, anaitwa support Pamba ni kiongozi ambaye ana vinasaba vya klabu gani. Ushanielewa? Mpaka inakuja kufikia scenario hiyo ya kumdhihaki. Kipi ambacho kilianzia? Kiini cha kumdhihaki kilianzia wapi? Kwa sababu mimi ninachokuelewa Nira, unataka kusema ya kwamba mkuu wa mkoa ni kwa sababu yeye mwenyewe ndiye ambaye alianza. Yani lazima kuwa kuna kiini, ndio hicho ambacho tunatakiwa tukitafute sisi. Cha kumdhihaki ilianzia wapi? Unazunguka sana Nira. Yani ipo hivi. Ndio. Lazima tuwe tuna kiini cha yeye kudhihakiwa kilikuwa ni nini. Kufungua kesi mimi sishangai kwa sababu kufungua kesi ni reaction ya mtu. Ndio maana nikatolea mfano mwepesi. Sisi tunaishi na Moyombo tunamfahamu jinsi gani ambavyo yupo friendly, lakini kuna mwingine utani ambao sisi tunaishi nao na Moyombo. Ukimtania hivyo anaweza akalichukua lile kama lilivyo akalipeleka mpaka kwa mabosi. Ushanielewa? Au watu wa aina hiyo hapo duniani. Wapo, lakini ndio tunarudi pale pale. Tunajua mihemko hivi virabu viwili inapofikia michezo ambayo inawakutanisha na virabu vidogo. Ndio. Klabu yoyote ile ikiwa inacheza na Yanga, basi wale wenye vinasaba vya Simba ndio watakao toa support huku ili mradi huyu apoteze. Klabu yoyote ile ndogo ikicheza na labda na Simba, wenye vinasaba na Yanga ndio wanaotoa support huku ili mradi Simba angushe alama. Sawa. Sasa mimi hiyo inahusiana nini? Sasa subiri. Yani uhusiano Nila kitu ukitetea ni kitu tofauti kabisa. Mimi ndio maana nakwambia Nira, mbona kama unazunguka haina uhusiano wote. Sio kuzunguka, lazima kutakuwa kuna sababu. Yani huyu mkoa
kwa sababu hakudhiakiwa tu hivi hivi. Issue ni kwamba kudhiakiwa ni sahihi sio sahihi. Sio sahihi, lakini nyinyi wenyewe mlishaupeleka mpira wenu. Ni sahihi, ngoja kwanza. Ni sahihi sio sahihi. Sisi tulishaamua kuweka mpira wetu kwenye staili hii. Ushanielewa? Huu mpira wetu sisi shafikia hatua sasa hivi hata kiongozi yani watu wanamchukulia kama mtu wa kawaida tu. Yani huo uhalisia ambao upo. Kiuhalisia huo ni uhalisia ambao upo kwa sababu tumeuhamishia mpira mdomoni tofauti na uwanjani. Kwa hiyo kwa kuwa tumefika huko basi Alikamwe alikuwa sahihi kufanya hicho. Hakuwa sahihi, lakini kwa sababu tumeshaupeleka mpira wetu kule. Ndio. Kwa hivi tutaviona vingi. Yani sio hichi cha mwisho. Sasa hoja yako ni ipi? Yani sawa, bwana hoja yako ni ipi? Hoja yangu kwamba sisi wenyewe tumeuchukua mpira wetu kuweka huko ambao tumeweka kwa kina Christina Mwagala. Kuna muda hawa wenyewe kina Christina sijui kina nani wasemaji wanaongea vitu ambavyo vipo nje kabisa ya football. Ndio. Lakini sio vitu sahihi vile. Lakini kwa sababu wana watu nje ambao wanawabeba na wanawasapoti, tunaviona ni sahihi. Kama tulishauhamishia mpira wetu kwenye vitu hivi, basi tukubaliane nao vyote vitakavyotokea. Kwa sababu hii haitakuwa scenario ya kwanza. Kama alishawahi kumuita Ankari Juma Mgunda Andazi, kwani ilikuwa ni scenario ya kwanza ya kuongea maneno kama yale? Kwa hiyo sisi wenyewe tulishajitanabaisha kwamba sisi tunauhitaji mpira uwepo mdomoni na sio uwanjani. Kwa hiyo scenario kama hizi zitatokea mara nyingi tu hata zisipokuwa sahihi, kwa sababu nyuma ya hao watu ambao wanafanya vitu hivi kuna watu wenye nguvu ambao watawasaidia hata visipokuwa sahihi. Mimi unavyoamini Alikamwe anaweza kafungwa miezi 6? Yeye mwenyewe katoka kusema hapa bwana, hapa mimi ninachokiona adhabu kubwa itakayo kuwepo ni faini. Kwa sababu si unapewa option. Sasa naona Oscar Nixon yuko anatusikiliza sasa hivi na amenipigia pia simu. Najua na yeye atakuwa na yeye anataka ati jambo lolote kwa sababu nasikia sauti zetu zikiwa zinasikika kwenye redio yake. Lakini kabla